Hallelujah, hallelujah. God bless you wherever you are. Mimi rafiki yako Evangelist and Apostle Emmanuel Pano, madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya neema aliyotupatia siku ya leo, na kwa rehema nyingi ambazo ametupatia leo. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya Jumapili nzuri ya leo ambayo imepata kibali na nafasi mbele za Mungu, kwamba tuite watoto wa Mungu, na hivi ndivyo tulivyo. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yako ambaye tumekuwa pamoja siku ya leo katika ibada katika madhabahu ya Bwana Shiloh Presbyterian Church. Hakika yake tumemwona Mungu akituhudumia kwa namna ya ajabu isiyo kwa kawaida. Ametuhudumia na amesema na mioyo yetu kwa namna isiyo kwa kawaida. Ibada leo ilikuwa ni ibada ya prophetic healing and deliverance, na tunamtukuza Mungu kwa sababu tumeona uvuvio wa nguvu za Roho Mtakatifu kishuka, watu wa Mungu wakiguswa na nguvu zake, na hakika Bwana ametenda na amekuwa mwaminifu. Kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zake. Tunamtukuza Mungu pia kwa ajili ya wale ambao Bwana amewatendea ajabu, ishara na miujiza. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wale wanaotufuatilia kupitia njia ya redio kila Jumapili mahali hapa saa 2 usiku na kila Ijumaa saa 2 usiku. Tunamtukuza Mungu kwa ajili yao, na ninawaombea neema ya Mungu wafunike, na Mungu wa mbingu na nchi awalinde na kuwafunika na awatamii kwa mbawa zake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Tumekuwa na wakati mzuri wa kujifunza maneno ya Mungu, na nimekuwa na mfululizo wa somo linaitwa utakatifu, nguzo ya maisha ya Mkristo. Na niliwaambia nikimaliza somo hili nitakuwa na siku 60 za kufundisha namna ya kulifungua anga katika ulimwengu wa roho. Nitakuwa nafundisha anga, kufunguliwa kwa anga katika ulimwengu wa roho, na nitakuwa na siku 60 za kufungua anga, na tutakuwa na maombi ya siku 60 ya kufungua anga. Pote pale ulipo, mimi ni rafiki yako Evangelist and Apostle Emmanuel Pano wa madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Mahali pa majibu, mahali pa miujiza, ishara na maajabu, mahali pa neno na maombi. Utakapopata huduma ya neno na maombi, neno la Mungu lisilogoshiwa, miujiza, ishara na ajabu, kama vile ambavyo Yesu alifanya kipindi cha Kristo, cha Yesu Kristo kama aliyofanyika katika zile hata sasa. Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Kabla tujaendelea, wacha niombe na tuendelee na somo letu, na tutajifunza. Tutakuwa na wasaa kuomba na tutakuwa na wasaa kupokea simu. Majina yangu naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Pano wa madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Liko Maina jirani na Alliance Gallows. Ukifika Maina Alliance Gallows, ukitembea ukifika Alliance Gallows, mwisho wa fence ya Alliance Gallows utaona na jengo kubwa. Hapo ndipo tulipo na ndipo tunapomtumikia Mungu Ibrahim, Isaka na Yakobo. Wacha tuombe ili tuendelee. Nitaomba katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, Mungu mwenye nguvu, uweza, mamlaka na upendo, asante kwa sababu ya msikilizaji wangu ananisikia mahali pote alipo nchini Tanzania, katika jiji hili la Mwanza pia, lakini pia mikoa jirani na jiji la Mwanza. Ninauliza neema, ninauliza rehema na mpenyo na nguvu yako juu yake katika jina la Yesu. Wengine wananisikia kutoka Nyegezi, ninauliza neema juu yao. Wengine kutoka Nyasaka, wengine kutoka Nyashishi, wengine kutoka Iseni, wengine kutoka maeneo ya Buzuluga, wengine kutoka maeneo ya Meko, wengine kutoka maeneo ya Machinjioni. Ninawaombea katika jina la Yesu Kristo, nguvu za Mungu ziwaguse na kuwafunika kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, malango ya masaa haya ninakualika kwa tudumie kwa namna kubwa ya ajabu isiyo ya kawaida, kwa nguvu na ishara, ajabu na miujiza. Hata wakiwa nyumbani, Bwana ukapate kuwagusa, maana najua umbali si kigezo, lakini nguvu zako hazizuiliki na chochote. Katika jina safi la Yesu Kristo ninaomba hayo katika jina la Yesu. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya ibada ya leo imekuwa nzuri sana. Nikianza kuelezea I can't explain, I can't finish, lakini wacha tuishie hapo tu. Nianze kwa kufundisha yale ambayo Bwana anataka ujifunze siku ya leo. Hallelujah. Na tumesema Jumapili itakuwa ni ibada kubwa ya dhabihu za agano. Dhabihu za agano, covenant sacrificial service. Itakuwa ibada kubwa ambayo Bwana atagusa watu na kutembelea. Natamani nikupe dondoo kidogo za ibada hiyo, nitakupa nikiona malizia. Tumekuwa tukijifunza kuhusu utakatifu, nguzo ya maisha ya Mkristo, na siku ya leo nataka nikufundishe jambo moja. Kwa nini utakatifu ni nguzo ya maisha ya Mkristo? Swali hili tumekuwa tukilijibu kwa muda mrefu sasa, lakini leo nina jibu lingine, ni jibu la 4 ambalo tumekuwa tukifunza. Kwa nini utakatifu ni nguzo ya maisha ya Mkristo? Sababu nyingine ni kwa sababu mwili wa Mkristo ni hekalu la Roho Mtakatifu.
kwa sababu mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yesu alipoondoka duniani alituachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye anakaa ndani yetu na kutusaidia mambo mbalimbali. Kusoma kitabu kile cha Yohana 14:16-18 anasema, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haukumtambua, bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa ndani yenu naye atakuja ndani yenu. Sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Kwa ufupi, hii inakuelezea umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, ili ujue ni kwa nini Roho Mtakatifu anatakiwa kutunzwa na sio kupotezwa kabisa. Unaona, anasema Yesu Kristo alipoondoka alituachia msaidizi mwingine. Kitabu cha Yohana 14:16. Yesu alipoondoka alituachia msaidizi mwingine. Yeye alikuwa na sisi, lakini alituachia msaidizi mwingine. Maandiko yanasema ambaye ndiye Roho wa kweli, msaidizi mwingine. Roho Mtakatifu atusaidie. Tena maandiko yanasema ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu kumtambua. Maana yake ni kwamba hawezi kumpokea mtu Roho Mtakatifu ikiwa hakumtambua. Na ndio maana huwa nawasisitiza watu kuhusu malezi ya kiroho. Kwa sababu katika malezi ya kiroho utapata neema ya kumtambua Roho Mtakatifu na kumpokea sasa vizuri. Kai. Wacha nikwambie kwa ufupi sana kwa nini Roho Mtakatifu si wa kumpoteza. Namba 1, sababu ya kwanza, Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatufundisha na kutukumbusha yote. Ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 26, maandiko yanasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Sababu ya pili, Roho Mtakatifu anatufundisha jinsi ya kuomba hata pale tunapokosea maneno. Na jambo zuri zaidi ni kwamba Roho Mtakatifu akikusaidia kuomba lazima ujibiwe, kwa maana utaomba katika mapenzi ya Mungu. Soma kitabu kile cha Warumi sura ya 8. Kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8. Warumi 8 mstari wa 26 mpaka 27, maandiko yanasema nini hapa? Maandiko yanasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguza mioyo, aijua nia ya Roho ilivyo. Na yeye aichunguza mioyo, aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Siku moja nitakufundisha nani anatuombea mbinguni. Yesu anatuombea na Roho Mtakatifu anatuombea. Those two kibiblia ndio wanaotajwa kutuombea. Kwa hiyo anasema naye huwa anawaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa hiyo umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu ni kwamba atakusaidia kuomba na kukuombea kwa Mungu kama anavyopenda Mungu, lakini hautampata kama hukumtambua, kama tulivyotangulia kusoma. Kwa hiyo kwenye eneo la kuomba utasaidiwa na Roho Mtakatifu kuomba kwa mapenzi ya Mungu, lakini pia hata kutoka kwenye kuomba kuna maisha, kuna maombi unayokuwa unaomba ndani ya chumba cha maombi, na kuna sasa unatoka ndani ya chumba cha maombi. Unapotoka ndani ya chumba cha maombi uwe na uhakika, unatakiwa uwe na maarifa mazuri ya kufanya ili upate matokeo. Unapotoka nje ya chumba cha maombi, anayekusaidia maamuzi ya kufanya kulingana na eneo ambalo Mungu anataka akusaidie ni huyo Roho Mtakatifu. Lakini pia maandiko yanasema pia Roho Mtakatifu anatusaidia ili tuzae matunda mema katika upendo, imani, wema na kiasi. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 23, maandiko yanasema tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Lakini jambo lingine, Roho Mtakatifu hutupa nguvu za kushinda dhambi. Watu wengi wameteswa kwenye dhambi, na ninafundisha utakatifu, nguzo ya maisha ya Kristo. Siku moja nilikuwa na ubiri hapa Ledioni, mtu mmoja akanitumia ujumbe akasema, mchungaji, hapo uliposema kwenye masturbation, hapo uliposema adui amenikamata na nimeshindwa kuchomoka. Nataka nikwambie, mkaribishe Roho Mtakatifu aingie ndani yako, ukubali kumpokea na kumtambua na yafanye kazi ndani ya maisha yako. Yeye anatupatia nguvu ya kushinda dhambi, kwa sababu kushinda dhambi imeingia kwa nguvu za giza. Kwa hiyo kuchomoka hapo mpaka zitumike nguvu za Mungu kusaidia kushinda dhambi na nini na uovu. Sasa Roho Mtakatifu anatusaidia. Roho Mtakatifu anatusaidia. Kitabu cha Wagalatia 5:16 anasema, sura ya 5 mstari wa 16, kitabu cha Wagalatia kinasema, basi nasema enendeni kwa Roho, maana enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa maana mwili unatamani kushindana na Roho,
na roho inatamani kushindana na mwili, kwa maana hizo zote zimepingana, hata mwezi kufanya mnayotaka. Maandiko yanatufundisha wazi kwamba kutegemea mili yetu au akili zetu hatuwezi kabisa kutenda mambo mema kama tunavyotamani kwa msaada, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio maana tunatakiwa kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa ufafanuzi mfupi juu ya umuhimu wa Roho Mtakatifu, tunapata ufahamu kwamba kumbe Ukristo bila Roho Mtakatifu ni mbio za sakafuni, na ni muhimu sana kumtunza Roho Mtakatifu. Sasa adui namba moja wa Roho Mtakatifu ni maisha ya dhambi na uovu, maana Roho Mtakatifu hawezi kuishi mahali pachafu kwa watendao dhambi na uovu. Roho Mtakatifu ni msafi asiyeweza kukaa mahali penye dhambi. Hivyo kama Mkristo unatakiwa kuishi maisha matakatifu kwa ajili ya kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Maana nimejifunza katika kipindi chote nilichotembea na Mungu kwamba hakuna hasara kama kumpoteza Roho Mtakatifu. Ukiishi bila Roho Mtakatifu ndani yako, unakuwa na utupu wa kiroho. Utupu wa kiroho huwa ni hali wanayopata wengi na wanaopitia wengi. Unapoteza Roho Mtakatifu kana kwamba kuna pengo ndani yako, na pengo la maana ya mwelekeo, ujui uende wapi. Pengo la maana ya mwelekeo na mahusiano ya kina na Mungu. Kusoma kitabu kile cha Yeremia sura ya 10 maandiko yanasema, kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Kuna watu wanamwacha Mungu amele chemchemi ya uzima, alafu wanaenda kujichimbia mabirika. Mungu anasema wamemtendea maovu mawili. Namba moja, wamemwacha Mungu. Namba mbili, wamejichimbia mabirika. Maana yake wamemwacha Mungu, alafu wameenda kuzitumia akili zao. Ili usisitumie akili zako kwenye maisha, Mungu akusaidie. Kuna kitu hapa mtu labda anielewe. Kuna saa ukitumia akili zako, kuna vitu hautafika na kuna hatua hautafika mpaka Mungu aingilie kati. Sasa ili usizitumie akili zako, maana yake lazima umkaribishe Roho Mtakatifu ndani, mshauri wa ajabu. Mshauri. Kwa hiyo watu wao wamenitenda maovu mawili. Cha kwanza, wameniacha mimi niliye chemchemi ya kweli, alafu wamejitengenezea mabirika. Wameanza kutumia akili zao kutengeneza vitu vyao ambavyo nadhani utafuta. Wamejitengenezea mabirika. Maandiko yanasema yamekuwa ni mabirika yavujayo yasiyoweza kutunza maji. Ninakusihi usiku leo unanisikiliza, mruhusu Roho wa Bwana aingie ndani yako na akusaidie na atakuvusha katika jina la Yesu Kristo. Andiko hili linatuonyesha watu wamemwacha Roho Mtakatifu na kufuata mambo yao ya ulimwengu, wakati yeye ndiye mwenyewe mwenye chemchemi ya uzima, na kujitafutia njia zao nyingine, hatimaye kujiletea mabaya na pengo katika maisha yao. Vile vile tunatakiwa kujua kuwa Roho Mtakatifu hawezi kabisa kukaa mahali pachafu. Hivyo basi inatupasa sisi kuhakikisha kabisa tunajitahidi kuwa wasafi, kwa maana ya kujitenga na dhambi na uovu wa kila aina. Sasa neno la Mungu linavyosisitiza kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na hivyo hatutakiwi kabisa kujichafua. Hebu tusome maandiko matakatifu kutoka katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na mstari ule wa 19 mpaka 20. Nitasoma kitabu hiki cha Wakorintho 10 mstari wa 6 19 mpaka 20. Maandiko yanasema nini hapa? Anasema, au amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Basi sasa mtukuzeni Mungu kwa miili yenu. Namna pekee ya kumtukuza Mungu kwa miili yetu, kwa sababu sisi miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na ndani yetu ni kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Mpendwa wangu msikilizaji, ambaye umenisikiliza tangu nimeanza kipindi hiki, kwa neema Mungu siku ya Jumapili tunakuwa na muda mchache na mfupi, lakini ni kupatiana mrejesho wa ibada na mambo mengine kama hayo. Naamini kuna jambo ambalo Bwana amekusemesha kwa habari ya maisha yako, na hakika yake unatamani kumpa Yesu maisha. Popote pale ulipo, nataka urudie sala hii kwa imani, na baada ya hapo nitakutajia namba zangu za simu, na utapiga simu kwa ajili ya maombezi, kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya unabii, kwa ajili ya mambo mbalimbali, kwa ajili ya maelekezo namna kufika sana, lakini pia kwa ajili ya maelekezo mbalimbali ya kiroho. Nataka ufuatishe sala hii. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka na nimesamehewa. Asante Yesu kwa kifo chako msalaba. Ninakushukuru, ninakubariki na ninakuinua.
katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Na hivyo ndivyo tunavyookoka na tunavyompokea Yesu. Pote pale ulipo, mimi naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church iliyoko Maina, Mwanza, jirani na Alliance Gallows. Mahali pote pale unapotokea katika jiji la Mwanza, ukiwa unatoka mjini, panda magari yanayokwenda Kisesa, shuka kituo cha Buzuluga, chukua bajaji zinazokwenda Maina, waambie unashuka Maina kituo cha Alliance. Kanisa lipo jirani na Alliance Gallows. Hapo ndipo tulipo. Ukifika shule ya sekondari ya Alliance Gallows, hapo utakuwa umefika kanisani, kwa sababu baada ya ukuta wa fence ya shule utaona jengo kubwa, na hapo ndipo tulipo. Majina yangu ni Evangelist and Apostle Emmanuel, lakini kama kwa njia rahisi kabisa unaweza kupiga simu namba 0618671273. Naona kuna mtu ambaye amepiga na simu yake imekata huyu. Kwa hiyo njia rahisi kabisa unaweza kupiga namba 0618671273. Unaweza kupiga simu tena wewe uliyepiga na simu yako ikaishia njiani. 0618671273. 0618. Kwenye line hello. Hello. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Lucia Benedict, napiga simu kutoka Maina. Amen. Karibu Lucia kutoka Maina. Mimi naomba naangalia sasa kwenye familia yangu, yani kwenye masuala ya kipato, kwa kweli ni shida. Pole sana. Na mume wangu wapati kazi, yani anahangaika sana. Adui amewapiga kwenye eneo la uchumi. Na ni roho fatilizi za kifamilia. Unatokea Maina sehemu gani? Niko Maina ya wapi? ya huku karibu na Mkuyuni. Sawa, na kukaribisha madhabahuni pa Bwana siku ya Jumapili kwa ajili ya ukombozi. Na Bwana akutendee. Naona umepigwa na roho ya umasikini. Huu ni wakulisi wa kifamilia. Lakini nakuombea Yesu akunusuru na akutoe katika mtego huo katika jina la Yesu. Amina. Uwe hai katika jina la Yesu. Amina. Baada ya ukombozi utaona mambo yatakavyobadilika katika maisha yako. Mungu akubariki, akutamina, mwangazo wa mbingu na nchi ukufunika katika jina la Yesu. Amina. Amen. Msikilizaji, ukiwa unatoka Mkuyuni, njoo mpaka pana magari yanaenda Kisesa, njoo mpaka huku mpaka Buzuluga, shuka njoo kituo cha Alliance, hapo utakuwa umefika. Huyu anaitwa Leokadia kutoka Kijiweni. Naomba mchungaji utuombee mimi na familia yangu. Kuna mtoto anaumwa akili aziko sawa mchungaji. Nataka msaada kutoka kwako. Ninakuombea Leokadia katika jina la Yesu. Fahamu mwanao ufunguliwe. Tupokee simu hii. Kwenye line hello. Hello, baba. Malaba, unaendeleaje mwanangu? Vizuri, mimi mwana wa Maina. Wewe ni mwana wa Maina? Naitwa Messi. Karibu Masi. Baba, niko nahitaji maombi yako kesho na mtihani. Yesu akufungua ufahamu wako, akufanye kuwa hai katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amina. Umeshafaulu. Amina. Amen. Asante. Amen. Mungu akubariki Messi kutoka Maina. Haleluya, haleluya. Huyu anasema kuna mtoto anaumwa akili aziko sawa mchungaji, nataka msaada kutoka kwako. Ninakuombea katika jina la Yesu. Na nakaribisha madhabahuni pa Bwana kwa ajili ya ukombozi katika jina la Yesu. Au wenye vichaa ndio Mungu anadili nao. Kwenye line hello. Hello. Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Buhongwa. Kutoka Buhongwa. Unaitwa nani rafiki? Naitwa Mwajuma. Mwajuma, karibu. Nilikuwa na shida kuhusu mume wangu. Ndio. Ninaye miaka 10 ila sijapata kupata mtoto na yeye. Pole kwa changamoto uliyopata. Amina. Ninakutamkia katika jina la Yesu. Amina. Miaka 10 ya mateso imefika ukomo. Amen. Yesu ninayemtumikia anakwenda kukupa kicheko. Amina.
Katika ukoo wako kuna mtu pia akuwa na mtoto? Ni nani huyo? Mume wangu. Nakuuliza, katika ukoo wako kuna mtu akuwa na mtoto? Amna. Trace vizuri familia yako. Ninakuombea Yesu Kristo akuponye na akufungue. Amen. Lakini swala hilo ni swala la kiroho na ni swala la kifamilia. Amen. Karibu madhabahuni pa Bwana kwa ajili ya ukombozi. Ninakutabiria kicheko kwa jina la Yesu. Amen. Mwakani majira kama haya utapakata mtoto. Amina. Amen. Haleluya, haleluya. Huyo anasema, naitwa Rehema, nipo Usagara mchungaji, naomba niombe na kuombea rehema, neema Mungu funike na rehema za Bwana zikuatamie katika jina la Yesu. Huyo anasema, naitwa Magoti, niko Ukerewe, naomba niombe na kuombea neema Mungu funike na roho wa Bwana kuatamie katika jina la Yesu. Huyo anasema, mchungaji Bwana Yesu asifiwe, naitwa Johannes Petro Kateri, mchungaji, ninakooa bila kupona. Kai. This man has to come to another. Huyu mtu anatakiwa aje kwenye madhabahu. Ninakuita madhabahuni Petro. Ninakuita madhabahuni Johannes Petro. Pote pale ulipo, hakikisha unafika madhabahuni. Kwenye line, halo. Hello. Na unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Bongo. Kutoka Bongo, unaitwa nani? Naitwa Elizabeth. Elizabeth, niambie jambo ambalo unatamani Mungu alifanya kwenye maisha yako. Yaani baba nakuwa nasumbuka na ndoto za kijijini nyumbani kwetu. Unaota ndoto huko kijijini kwenu? Unateswa na roho za mizimu. Na roho hizi zimekuletea hali ya kurudi nyuma. Mambo mengi unayoyafanya, kuna saa yanaanza vizuri, lakini ikifika katikati karibia na mwishoni mambo yanaharibika. Nataka uniambie kama ndivyo inafanyika. Wewe yanafanyika. Na kuombea katika jina la Yesu uwe hai tangu sasa. Amina. Na ninakutoa katika vifungo vya mizimu katika jina la Yesu. Lakini nakukaribisha madhabahuni pa Bwana kwa ajili ya ukombozi. Utafunguliwa kabisa, utateseka, utakuwa hai. Amen. Mungu akubariki, uwe na usiku mwema. Usiku wa leo uwe wa raha. Amina, napokea kwa jina la Yesu. Iwe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Haleluya. Tunisome message. Huyo anasema, huyu aliyesema na kikohozi nimemwambia nataka afike madhabahuni. Huyo anasema, mchungaji Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Priska Wilson, niko Kishiri, naumwa muda mrefu sana, tumbo linanisumbua sana. Naomba msaada wako mchungaji kuniombea. Priska, ninaona uchawi. Kai satariana mandorobokolia. Lakini nakuombea katika jina la Yesu uwe hai. Chukua hatua ya imani, fika madhabahuni kwa Bwana kwa ajili ya ukombozi. Hii ni serious case, mtu wa Mungu. Hii ni serious case na tunatakiwa kudili nayo serious katika jina la Yesu. Huyo anasema, mie Maria nipo Buongo, mchungaji niombee, watu wamenizulumu hela zangu 1.5 ili wanirudishie. Katika jina la Yesu, Mariam, ninaweka roho ya kukosa amani kwa wadeni wako katika jina la Yesu. Kuanzia sasa hawana amani mpaka wakulipe. Kwenye line, halo. Halo? Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Natokea Buongo. Kutoka Buongo, niambie unatamani Yesu akufanyie nini? Ataona msaidie mdogo wako kwa sababu anasumbuka sana. Anahangaika na nini? Degedege. Kai. Mkamate, yuko karibu na wewe hapo? Kamata tumbo lake. Haya. Na achilia moto wa damu ya Yesu ndani ya mtoto huyo tangu sasa, awe hai kwa jina la Yesu. Amen. Awe hai kwa jina la Yesu. Amina. Tafuta nafasi mumlete madhabahuni siku ya Jumapili kwa ajili ya ukombozi na Mungu atatenda kwenye maisha yake. Asante. Mungu awabariki. Asante Yesu kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu watu wengi wanatendewa sasa katika jina la Yesu. Ipo nguvu ya miujiza, ishara na maajabu. Yeye anasema, shalom, naomba uniombee Ashura
na Ines kesho wanafanya mitihani wafaulu. Ashura na Ines mmefaulu kwa jina la Yesu. Usiku huu utakayosoma yatakusaidia kujibu mtihani wa kesho. Kwenye line alo. Na mwanangu anakuwa anasumbuliwa na macho. Mwanako anasumbuliwa macho. Kamata macho yako kama yuko karibu yako. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, macho yawe hai, narudisha uzima kwenye macho yako tangu sasa katika jina la Yesu. Yesu wa Nazareti amemfungua na yuko hai sasa. Yesu amemfungua na yuko hai sasa. Amina. Amen. Hallelujah, hallelujah. Huyo anasema Mata Navagawa harufu mbaya usiku kutoka Mkolani. Ninakuombea Mata kutoka Mkolani, na hali hiyo nimeikomesha tangu sasa. Ninakaribisha madhabahuni pa Bwana kwa ajili ya ukombozi. Anasema naitwa Neema, napatikana Buongwa, naomba uniombee, naumwa kifua, uniombee njia za future yangu zifunguke. Neema, ninaiombea kesho yako sasa. Bwana Mungu aifungue milango kwenye maisha yako. Bwana Mungu akuatamie na kuangazie mwangaza wa nuru yake. Bwana Mungu akufanye kuwa mtu mpya na kuwa hai tangu sasa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Msikilizaji wangu ambaye unanifuatilia mahali pote pale ulipo, ninakuombea Yesu asikuache. Na ninakukaribisha madhabahuni kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya maombezi, kwa ajili ya malezi ya kiroho. Huwa nawaambia watu wengine, choma nauli uchome shida. Hata kama unatoka Ukelewe, kuna watu wamewahi kutoka, wanatokaga Dar es Salaam. Wewe unatoka Buongwa, unasema ni kuna watu wamewahi kutoka Dar es Salaam, wanakuja kwa ajili ya ukombozi na kufunguliwa na Mungu anawatendea. Kisesa, Igoma, Kishiri, si mbali. Amua kufika madhabahuni pa Bwana. Siku ya Jumapili itakuwa ni siku ya dhabihu za agano. Ai karabo sika yande. Siku hiyo utaona ajabu, ishara na miujiza ya Mungu. Njoo na wasioweza kutembea miaka, waliolazwa kwenye vitanda, njoo nao. Hata kama mnawalaza kwenye gari, endesheni gari, fika nao madhabahuni washushwe. Wahudumu watawabeba vizuri, watalala wakiwa kanisani. Ukifika muda wa maombezi wanaamka na mtaenda nao, wanatembea kwa miguu katika jina la Yesu, wanafanya mazoezi. Nasikia Bwana anasema hivyo kwa ajili yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji kwa majina anaitwa Shirima. Shirima na Petro. Na shida, naomba uniombee nipate kazi, niwalee wanangu. Mimi ndo baba kwa wanangu, alafu naota ndoto za ajabu. Nikiamka nasahau. Naomba uniombee. Usiibiwe tena, ulimwengu wako roho usiwe kwenye mtego wa giza katika jina la Yesu. Ninakuombea uwe hai, ninakuombea ufunguliwe, ninakuombea ufanikiwe. Petro, Mungu akutendee katika jina la Yesu. Mahali popote pale unapotusikia, mimi naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Ninataka nikuombee malango ya Masaya. Na nataka nikuombee miguu yako tayari upatao injili ya amani. Ili Jumapili tuwe pamoja madhabahuni pa Bwana kwa ajili ya ishara, miujiza na ajabu nyingi ambazo Mungu atafanya kwenye maisha yako. Jinsi ya kufika madhabahuni pa Bwana: panda gari mahali pote unapotoka jiji la Mwanza, njoo mpaka Buzuluga. Buzuluga ndio kituo chetu sasa cha kueleweka. Njoo mpaka Buzuluga, panda gari zinazokwenda Maina, shuka Maina Alliance, kanisa liko karibu na Alliance Girls. Au utakapofika piga simu namba 0618 67 12 73, 0618 67 12 73. Kila aliyefika madhabahuni pa Bwana ana ushuhuda na anajua hakika yake nini Bwana anafanya kwenye maisha ya watu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nataka nikuombee ikiwa unaumwa, una mateso ya aina yote ile,
una maumivu, una magonjwa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ninaachilia nguvu ya Yesu Kristo na mamlaka na moto wa damu ya Yesu Kristo ukufikie mpaka hapo ulipo katika jina la Yesu. Uweza wa Mungu kufunike, nguvu za Mungu zikufunike, mamlaka ipitayo mamlaka, nguvu ipitayo nguvu, uweza upitao uweza, neema ipitayo neema, kibali ipitayo kibali. Bwana Mungu akuangazie mwangaza wa nuru yake, na tangu sasa uwe hai katika jina la Yesu. 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 Ninaiombea miguu yako utayari upatao injili ya amani. Utayari upatao injili ya amani katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu. Ninakualika Jumapili, Bwana Mungu akutendee miujiza, ishara na maajabu. Bwana Mungu akapate kufanya, akaweke wepesi kwenye miguu yako kwa ajili ya kufika madhabahuni pa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Kuna watu vifungo vilivyowafunga ndio vinawafanya hata wakiweka bidii, wakitamani kufika madhabahuni pa Bwana, wanapata dharura. Kai. Adui anajua unaenda kukombolewa. Kwa hiyo haruhusu kabisa uje madhabahuni. Haruhusu ufike madhabahuni. Kuna watu wanatamani lakini adui anazuia, anawakamata kwa sababu kule wanakoenda kuna baraka zao. Kaya na mazota likataya. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Bwana afungue miguu yako, aweke utayari tangu sasa. Uhai uingie ndani yako na nguvu ya Mungu ikuguse. Mahali popote pale ulipo, Bwana Mungu akuangazie mwangaza wa mbinguni. Ninaibariki wiki nzima hii kwa ajili yako. Jumatatu yako ibarikiwe, Jumanne yako ibarikiwe, Jumatano yako ibarikiwe, Alhamisi yako ibarikiwe, Ijumaa yako ibarikiwe, Jumamosi yako ibarikiwe. Jumapili tukutane madhabahuni pa Bwana kwa shangwe, nderemo na vigelegele, na Mungu wa mbingu na nchi akuguse na asikuache katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Ninakuombea Bwana akupe neema na Bwana akupe kibali. Mimi ni Evangelist and Apostle Emmanuel Panulo wa madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Ninakuaga, tukutane Jumapili Mahina. Namba ni 0618671273. Mungu awe na wewe. Shalom, uwe na amani.